بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. وجينا لمwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Hamim. Uteremsho huu umetoka kwa mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Hichi ni kitabu kilichopambanuliwa aya zake, cha kusomwa kwa Kiarabu kwa watu wanaojua, kitoacho habari njema na chenye kuonya, lakini wengi katika wao wamepuuza, kwa hivyo hawasikii. Na wakasema, nyoyo zetu zimo katika vifuniko kwa hayo unayotuitia, na masikio yetu yana uziwi, na baina yetu na wewe lipo pazia, basi wewe tenda nasi tunatenda. Sema, hakika mimi ni mtu kama nyinyi. Inafunuliwa kwangu ya kwamba Mungu wenu ni Mungu mmoja tu, basi nyookeni sawa kumwendea yeye na mumtake msamaha, na ole wao wanaomshirikisha, ambao hawatoi zaka na wanaikataa akhera. Hakika wanaoamini na wakatenda mema watakuwa na ujira usio na ukomo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Surat Fussilat au Hamim Sajda imeteremka Makka. Sura hii imeanzia kwa harufi mbili katika harufi za alfabet kama inavyofanya Qur'ani katika sura nyingi. Sura hii imeeleza katika nyingi ya aya zake shani ya Qur'an na mambo iliyokusanya yaliyohusu bishara na maonyo, na imeeleza msimamo wa washirikina kuhusu Qur'an katika kuipuuza na kupiga vita wito wake, na msimamo wa mtume kwa mnasaba wa makafiri kwa kusimama imara juu ya wito wake kwao na kuwaambia, hakika mimi ni mtu kama nyinyi. Inafunuliwa kwangu ya kwamba Mungu wenu ni Mungu mmoja tu, basi tengeneeni kumwendea yeye na mumtake msamaha. Na sura inaingilia kuwakumbusha washirikina uweza wa Mwenyezi Mungu mtukufu katika kuziumba mbingu na ardhi, kisha inawahadharisha na yaliyowatokelea watu wa mataifa walio karibu mno na makwao, nao ni kina Adi na Thamud, na inawakumbusha siku ya akhera, siku yatakapowashuhudia masikio yao na macho yao na ngozi zao kwa yaliyokuwa wakiyatenda, na mijadiliano itakayokuwa baina yao na viungo vyao siku hiyo, na watavyoyaomba wafuasi kwa Mola wao mlezi siku ya Kiyama. Mola wetu mlezi, tuonyeshe wale waliotupoteza miongoni mwa majini na watu, ili tuwaweke chini ya miguu yetu,
wapate kuwa miongoni mwa walio chini kabisa. Na kama ilivyokuwa mwendo wa Mwenyezi Mungu katika kitabu hichi, akisimulia habari ya makafiri, husimulia pia habari za waumini. Basi sura hii imesimulia habari za waliosema, Mola wetu mlezi ni Mwenyezi Mungu, kisha wakasimama sawasawa neema za daima alizowaneemesha, na akalinganisha baina ya kheri na shari, wema haulingani na uovu. Kisha sura inataka watu waangalie ishara za uwezo wa Mwenyezi Mungu mtukufu zinazoonyesha kumkinika kufufuliwa maiti. Kisha inarejea tena kuzidi kuwakemea wanaozigeuza aya za Mwenyezi Mungu, na kwamba hao hawamhofu Mwenyezi Mungu, na kwamba hakika kitabu hichi hakiingiliwi na upotovu kutoka mbele yake wala nyuma yake. Huu ni mteremsho uliotokana na mwenye hikma msifika, na hakika ujumbe wa Muhammad si ujumbe uliozuliwa tu. Na sura inathibitisha hulka moja katika hulka za binadamu, nayo ni kuwa Mwenyezi Mungu akimneemesha mtu huipuza haki, na ikimgusa tu shari anakuwa na madua marefu marefu. Na sura imehitimisha kwa kuthibitisha mambo mawili muhimu kabisa, nayo ni la kwanza kutaja kwa Qur'ani tukufu yenyewe haki iliyomo ndani yake isiyo na shaka yoyote. Tutawaonyesha aya zetu katika upeo wa macho na katika nafsi zao wenyewe mpaka iwabainikie kwamba haya ni kweli. Na la pili lake kuwa hilo wanalolitegemea makafiri si lolote ila ni shaka tu ya kufufuliwa iliyowapelekea kuwa nayo ukafiri na upotofu. Ama hakika wao bado wamo katika shaka ya kukutana na Mola wao mlezi, hakika yeye amekizunguka kila kitu. Hamim. Hizi harufi mbili katika harufi za alfabeti zilizofungulia sura hii, kama ilivyo ada ya Qur'ani katika sura nyingi, ili kuzindua watu watanabahi na pia kuonyesha dalili ya muujiza wa Qur'ani. Kitabu hichi ni mteremsho wa namna pekee yake kutokana na mneemeshaji wa neema kubwa na neema ndogo. Kitabu hichi ni namna pekee yake kwa uzuri wake, kwa matamshi na ibara yake ya utungaji, na kwa maana inavyopambanua baina ya haki na batili, na bishara na onyo, na kuzitengeneza nafsi, na kupiga mifano, na kubainisha hukumu. Nacho kinasomwa kwa ulimi wa Kiarabu chepesi kukifahamu kwa watu wanaojua, chenye kuwapa habari njema waumini wenye kutenda kuwa watapata neema iliyoandaliwa kwa ajili yao, na kuwahofisha wanaokanusha kuwa watapata adhabu chungu iliyoandaliwa kwa ajili yao. Lakini wengi walikitupilia mbali, wala wasinafirike nacho kama kwamba hakusikia. Na makafiri wakamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallama, nyoyo zetu zimo katika vifuniko vizito kwa hayo unayotuita yaliyohusu tauhidi, yani upweke wa Mwenyezi Mungu, na masikioni mwetu mna uziwi. Basi asikii hayo unatulingania, na baina yetu na wewe lipo pazia nene linalotuzuia kukubali hayo uliyotuletea. Basi fanya utakalo na sisi tunafanya tutakalo. Ewe Mtume, waambie, hakika mimi si chochote ila ni mtu mfano wenu nyinyi. Napata wahi, yani ufunuo kutoka kwa Mwenyezi Mungu, kwamba wakuabudiwa kwa haki na nyinyi ni Mungu mmoja tu. Basi fuateni njia iliyonyoka ya kwenda kwake, na mtake kwake msamaha kwa madhambi yenu. Na washirikina wasiotoa zaka kuwapa wanaostahiki watapata adhabu kali, na wao tu si wenginewe ndio wanaokataa kuwa upo hai wa akhera. Hakika waumini wanaotenda mema watapata malipo mazuri yasiyokatika. قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ
أُوتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ فَقَضَاهُنَّ 7 سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. Sema, hivyo nyinyi mnamkataa aliyeumba ardhi katika siku 2 na mnamfanyia washirika? Huyo ndiye Mola mlezi wa walimwengu wote, na akaweka humo milima juu yake, na akabarikia humo na akakadiria humo chakula chake katika siku 4. Haya ni sawa kabisa kwa wanaouliza. Kisha akazielekea mbingu na zilikuwa moshi, akaziambia hizo na ardhi, njooni kwa khiari au kwa nguvu. Vyote viwili vikasema, tumekuja nasi ni watiifu. Basi akazifanya mbingu 7 kwa siku 2, na akazipangia kila mbingu mambo yake, na tukaipamba mbingu ya chini kwa mataa na kwa ulinzi. Hichi ndicho kipimo cha Mwenyezi Mungu mwenye kujua. Basi wakipuuza wewe sema, na kuhadharisheni adhabu mfano wa adhabu ya Adi na Thamudi. Walipowajia mitume mbele yao na nyuma yao, wakawaambia, msimwabudu ila Mwenyezi Mungu. Wakasema, angelitaka Mola wetu mlezi, bila shaka angeliwateremsha malaika, basi sisi hakika tunayakataa hayo mliotumwa. Ama kina Adi walijivuna katika nchi bila ya haki, na wakasema, nani aliyekuwa na nguvu kushinda sisi? Kwani wao hawakuona kwamba Mwenyezi Mungu aliyewaumba ni mwenye nguvu kushinda wao? Na wao wakawa wanazikataa ishara zetu. Basi tuliwapelekea upepo wa kimbunga katika siku za ukorofi, ili tuwaonjeshe adhabu ya kuwahizi katika uhai wa duniani, na bila shaka adhabu ya akhera ina hizaya zaidi, na wala wao hawatanusuriwa. Na ama Thamudi tuliwaongoza, lakini walipenda upofu kuliko uongofu.
basi uliwachukua moto wa adhabu ya kuwafedhehi kwa sababu ya yale waliokuwa wakiachuma, na tukawaokoa walioamini na wakawa wanamcha Mungu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Ewe Mtume, waambie hao washirikina, ama nyinyi mnastajabisha mnamkataa Mwenyezi Mungu aliyeiumba ardhi kwa siku 2, na huku juu ya hayo mnamfanyia washirika wa kushirikiana naye huyo muumba ardhi, mmiliki wa walimwengu wote na mlezi wao. Zimetajwa siku moja au siku nyingi katika sura nyingine. Katika surati Al-Hadi aya 47 Mwenyezi Mungu mtukufu amesema, na kwa hakika siku moja kwa Mola wako mlezi ni kama miaka 1000 mnavyohesabu nyinyi. Na katika suratu Sajida aya 5 amesema mtukufu, anapitisha mambo yote yaliyo baina ya mbingu na ardhi, kisha anapanga kwake kwa siku moja tu, ambayo kipimo chake ni miaka 1000 mnayohesabu. Na katika surati Al-Ma'arij mtukufu amesema, malaika na roho upanda kwake katika siku iliyokadiri yake ni miaka 1050. Maoni ya kitaalamu, vipimo vya wakati wanavyovitumia watu vimefungamana na dunia na inavyozunguka juu ya msumari kati wake na kulizunguka jua. Mtu akitoka kwenye ardhi, yani dunia, akenda kwenye sayari nyingine za mbinguni, vipimo hivyo vya nyakati vinabadilika kwa kuzidi au kwa kupungua. Na hizi aya tukufu zinaonyesha ishara ya ukweli huu wa kielimu, na ya kwamba zama au nyakati ni jambo la mlinganisho tu. Na bila shaka ipo miaka ya kielimu ya falaki ya kulinganisha yenye kumkinika kuifarikisha baina yao. Mwaka wakijua wa duniani huhesabiwa kwa kupimwa wakati ambapo dunia inachukua kulizunguka jua kwa ukamilifu mnamo siku 365, na ile hali sayari ziliyo karibu na jua kama Utarid, yani Mercury, humaliza safari yake ya kulizunguka jua mnamo siku 88. Na upande mwingine sayari ya Pluto, yani Pluto, ambayo ndiyo sayari iliyo mbali mno na jua, na ndiyo inazunguka taratibu mno, inachukua kuzunguka kwake mnamo miaka 250 kwa mujibu wa miaka yetu sisi. Naye Mwenyezi Mungu amesimamisha juu ya ardhi milima iliyosimama imara ili isiyumbe nanyi, na akakithirisha humo kheri nyingi, na akakadiria humo riziki kwa watu wake kwa mujibu wa hikma yake mnamo siku 4. Na nyinyi juu ya haya mnakwenda kumwekea washirika, na yeye amekadiria kila kitu bila upungufu wala kuzidi. Kufafanua huku katika uumbaji wa ardhi na vilio juu yake ni maelezo kwa hao wanaouliza. Kisha amehusisha uweza wake na kumba mbingu, nazo zilikuwa kama moshi, basi zikawapo. Na kumba kwake mbingu na ardhi kwa mujibu wa mapendo yake ni jambo jepesi kwake, ni kama kukiambia kitu njoo, kipenda usipende, na kikikatii. Na akatimiza kuumba mbingu 7 mnamo siku 2 nyingine, na akaweka katika kila mbingu walichokiandalia na ilivyopelekea hikma yake. Na akaipamba mbingu ya karibu na dunia kwa nyota zinazong'ara kama taa kwa ajili ya uongofu, wasisikilize mashetani habari za walio juu. Kumba huko vilivyo ni mpango wa Mwenyezi Mungu asishindika, mwenye kuzunguka kila kitu. Basi washirikina wakipuuza imani baada ya kuwekewa wadhalili zake, wewe Mtume waambie, nimekuonyeni msije kupatilizwa kwa adhabu kali kama iliyowateketeza kina Adi na Thamudi. Walijiwa Adi na Thamudi na hiyo adhabu walipowatokelea mitume pande zote. Hawakuacha njia ya kuongoza ila walipitia, na wakawaambia msimwabudu ila Mwenyezi Mungu. Wao wakasema, lau Mwenyezi Mungu angelitaka kumtuma mtume, basi angelituteremshia malaika. Basi sisi hakika tunakataa hayo ya tauhidi na mengineyo mliokuja nayo nyinyi. Ama kina Adi walipandwa na kiburi katika nchi bila ya haki ya kuwa na kiburi hicho, na walisema kwa kughurika na nafsi zao, nani huyu anayetushinda sisi kwa nguvu? Ama ajabu, watu hawa wanasema hayo na wao ni kwamba Mwenyezi Mungu aliyewaumba na nguvu zaidi kwa shinda wao, na wao walikuwa wakizikanya ishara zetu. Tukawapelekea upepo wenye sauti kali katika siku korofi,
ili tuonjeshe adhabu ya kuwafanya wawe madhalili wanyonge katika maisha duniani. Na ninaapa kuwa bila shaka adhabu ya akhera itakuwa ya hizaya zaidi, wala wao siku hiyo hawatapata wa kuwasaidia. Na makina Thamudi tuliwabainishia njia ya kheri na njia ya shari, lakini wao walihiari upotovu kuliko uongofu, ikawatwara adili ya waunguza kwa madhila na unyonge kwa sababu ya madhambi walioyachuma. Na tukawaokoa kutokana na adhabu hii wale walioamini na wakawa wanamcha Mwenyezi Mungu na wanaiogopa adhabu yake. وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. Na siku watakapokusanywa maadui wa Mwenyezi Mungu kwenye moto, nao wakigawanywa kwa makundi, hata watakapoufikia moto yatawashuhudia masikio yao na macho yao na ngozi zao kwa waliokuwa wakiyatenda. Na wao wataziambia ngozi zao, kwa nini mmetushuhudilia? Nazo zitasema, ametutamkisha Mwenyezi Mungu ambaye ametamkisha kila kitu. Na yeye ndiye aliyekuumbeni mara ya kwanza, na kwake yeye tu mtarejeshwa. Na hamkuwa wenye kujificha hata masikio yenu na macho yenu na ngozi zenu zikikushuhudilieni, lakini mlidhani kwamba Mwenyezi Mungu hayajui mengi katika mliokuwa mkiyatenda. Basi hiyo dhana yenu mliokuwa mkimdhania Mola wenu mlezi imekuangamizeni, na mmekuwa miongoni mwa waliohasiri. Basi wakisubiri moto ndio maskani yao, na wakiomba radhi hawakubaliwi. Na tukawawekea marafiki, na wakawapambia aliyo mbele yao na nyuma yao. Basi ikawathibitikia kauli wawe pamoja na mataifa aliyopita kabla yao, miongoni mwa majini na watu. Hakika hao wamekuwa ni wenye kuhasirika. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Ewe nabii, siku
siku watakapokusanywa maadui wa Mwenyezi Mungu kupelekwa motoni, wakawa wa mwanzo wao wanakutana na mwisho wao, ili pate hoja ilazimike juu ya wote, mpaka watakapoufikiria moto na wakaulizwa juu ya madhambi waliyotenda duniani, na wao wakakataa. Yakawashuhudilia masikio yao na macho yao na ngozi zao kwa waliyotenda wao. Na hao maadui wa Mwenyezi Mungu wakaziambia ngozi zao, kwa nini mmetushuhudilia? Na ngozi zitasema, ametamkisha Mwenyezi Mungu aliyetamkisha kila kitu, na yeye ndiye aliyekuumbeni hapo mwanzo kabla hamjawa chochote, na kwake yeye peke yake ndiyo mtarejea baada ya kufufuliwa, akuhisabieni mliokwisha tanguliza katika vitendo. Wala nyinyi hamkuwa mkiweza kuficha vitendo vyenu viovu, hata viungo vyenu visivione, na ikawa macho yenu na masikio yenu na ngozi zenu vyote hivyo vikakushuhudilieni. Lakini nyinyi mlikuwa mkidhani kuwa Mwenyezi Mungu hajui mengi katika vitendo vyenu, kwa sababu mkivifanya kwa uficho. Lakini dhana mbovu mliokuwa mkimdhania Mola wenu mlezi imekuhilikini, na kwa hivyo mmekuwa siku ya Kiyama katika wenye kukhasiri vibaya mno. Basi hata wakijizuia machungu yao, moto ndiyo mwisho wao na makazi yao ya daima. Na wakitaka kumridhi Mwenyezi Mungu, sasa hawakubaliwi hayo matakwa yao. Nasi tumewaandalia duniani marafiki waharibifu, na wao wakawazainishia mbele yao mambo ya akhera. Basi wakawaghuri kwamba ati hakuna kufufuliwa wala kuhesabiwa, na wakawapambia pia mambo ya duniani ili ustarehe nayo. Na neno la adhabu liliowapata mataifa yaliyokushapita miongoni mwa majini na watu waliokuwa kama wao, likawathibitikia na wao kwa sababu ya kukheri kwao upotovu badala ya uongofu. Hakika watu hao wote walikuwa katika waliokhasiri hasara iliyotimia. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Na waliokufuru walisema, msisikilize Qur'ani hii na timueni zogo, huenda mkashinda. Basi hapana shaka tutawaonjesha hao waliokufuru adhabu kali, na hapana shaka tutawalipa malipo mabaya ya yale waliokuwa wakiyafanya. Hayo ndiyo malipo ya maadui wa Mwenyezi Mungu, moto. Humo watakuwa na maskani ya kudumu, ndiyo malipo yao kwa sababu walikuwa wakizikataa ishara zetu.
na waliokufuru watasema, Mola wetu mlezi, tuonyeshe waliotupoteza miongoni mwa majini na watu, ili tuwaweke chini ya miguu yetu, wapate kuwa miongoni mwa walio chini kabisa. Hakika waliosema, Mola wetu mlezi ni Mwenyezi Mungu, kisha wakanyooka sawa, hao huwateremkia malaika wakawaambia, msiogope wala msihuzunike, nanyi furahini kwa pepo mliokuwa mkiahidiwa. Sisi ni vipenzi vyenu katika maisha ya dunia na katika akhera, na humo mtapata kinachotamaniwa na nafsi zenu, na humo mtapata mtakavyovitaka. Ni takrima itokayo kwa mwenye kusamehe, mwenye kurehemu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Makafiri wakaambizana wenyewe kwa wenyewe, msisikilize hii Qur'ani, na inaposomwa nyileteni porojo isiyokuwa na maana, ili pasiwepo mtu wa kuisikia wala kunasirika kwayo. Hasa kwa hivyo mkamshinda Muhammad. Tunaapa bila shaka tutawaonjesha waliokufuru adhabu kali kwa vitendo vyao, na hasa kwa hivi kuipiga vita Qur'ani, na bila shaka tutawalipa malipo maovu kabisa kwa vitendo vyao. Hizo adhabu zilizotajwa ni malipo wanayostahiki maadui wa Mwenyezi Mungu, moto walioandaliwa katika makazi ya kuishi milele, kuwa ni malipo kwa kule kuzikataa mfululizo ishara za Mwenyezi Mungu na hoja zake. Na makafiri watasema, nao wamo motoni, Mola wetu mlezi, tuonyeshe hayo makundi ya majini na watu waliotupoteza, ili tuwaweke chini ya nyayo zetu, wawe katika watu wa chini kabisa. Hakika waliosema, Mola wetu mlezi ni Mwenyezi Mungu, kwa kukubali upweke wake, kisha wakasimama sawasawa juu ya sheria zake, malaika watawateremkia mara kwa mara wakiwaambia, msihofu kukuteremkieni shari, wala msihuzunike kwa mtakosa heri, na furahini kuwa mtapata pepo mlioahidiwa kwa ndimi za manabii na mitume. Na malaika watawaambia, sisi ni wasaidizi wenu katika maisha ya duniani kwa kukuungeni mkono, na akhera kwa kuombeni shafaa na kukutukuzeni, na huko akhera mtapata kila cha ladha na kizuri kinachopendwa nafsi zenu, na mtapata kila mnachokitamani kuwa ni takrima na maamkio yanayotoka kwa Mola mlezi mkunjufu kwa maghfira na rehma. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ومن آياته أن
إنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. Na ni nani mbora wa kusema kuliko aitaye kwa Mwenyezi Mungu na akatenda mema na akasema hakika mimi ni katika Waislamu? Mema na maovu hayalingani. Pinga uovu kwa hilo jema zaidi. Hapo yule ambaye baina yako naye pana uadui atakuwa kama rafiki jamaa wa kukuonea uchungu. Lakini hawapewi wema huu ila wanaosubiri, wala hawapewi ila wenye bahati kubwa. Na shetani akikuchochea kwa uchochezi, wewe jikinge kwa Mwenyezi Mungu. Hakika yeye ni mwenye kusikia, mwenye kujua. Na katika ishara zake ni usiku na mchana, na jua na mwezi. Basi msilisujudie jua wala mwezi, bali msujudieni Mwenyezi Mungu aliyeviumba, ikiwa nyinyi mnamwabudu yeye tu. Na ikiwa watajivuna, basi hao walioko kwa Mola wako mlezi wanamtakasa yeye usiku na mchana, na wao hawachoki. Na katika ishara zake ni kwamba unaiona ardhi nyonge, lakini tunapoiteremshia maji mara unaiona yataharaki na kuumuka. Bila shaka aliyehuisha ardhi ndiye atakayehuisha wafu. Hakika yeye ni muweza wa kila kitu. Hakika wale wanaopotoa ukweli uliomo katika ishara zetu hawatufichikii sisi. Je, atakayetupwa motoni ni bora au atakayekuja kwa amani siku ya Kiyama? Tendeni mpendavyo, kwa hakika yeye anayaona mnayoyatenda. Kwa hakika wanayoyakataa mawaidha haya yanapowajia, na haya bila shaka ni kitabu chenye nguvu na utukufu. Hautakifikia upotovu mbele yake wala nyuma yake. Kimeteremshwa na mwenye hikma msifiwa. Uambiwi ila yale yale aliyoambiwa mitume wa kabla yako. Hakika Mola wako mlezi bila ya shaka ni mwenye maghfira na ni mwenye adhabu chungu. Na lao tungeliifanya Qur'ani kwa lugha ya kigeni wangelisema, kwa nini aya zake hazikupambanuliwa?
yawaje lugha ya kigeni na mtume Mwarabu? Sema, hii Qur'ani ni uongofu na poza kwa wenye kuamini, na wasioamini umauziwi katika masikio yao, nayo kwao imezibwa hawaioni. Hao wanaitwa nao wako pahala mbali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Hapana mwenye kauli nzuri zaidi kuliko mwenye kulingania tauhidi ya Mwenyezi Mungu na utiifu wake, na pamoja na hayo akatenda vitendo vyema na akasema kwa kuungama itikadi yake, hakika mimi ni miongoni mwa Waislamu, yaani wenye kunyenyekea amri za Mwenyezi Mungu. Haziwezi kuwa sawa tabia njema na tabia mbovu. Pinga uovu kikujia kutokana na adui kwa tabia iliyo bora kuliko yake, hapo matokeo yake ni huyo ambaye uliyekuwa na uadui naye atakuja kuwa kama mwezio wa kukunusuru, mwenye moyo safi. Na hawaruzukiwi tabia hii ya kulipa wema kwa uovu ila wale wenye hulka ya kusubiri, na hawaruzukiwi hayo ila wenye fungu kubwa la tabia ya wema na ukamilifu wa nafsi. Na akitokea shetani akakutia wasiwasi kukuachisha hayo ulioamrishwa, ewe unaisemezwa, basi jilinde naye kwa Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu kusikia kwake na kujua kwake kumezuka kila kitu, na yeye atakulinda naye. Na katika dalili za uweza wake Mwenyezi Mungu mtukufu ni usiku na mchana, na jua na mwezi. Msilisujudie jua wala mwezi, kwani hivyo ni katika ishara zake tu, bali msujudieni yeye Mwenyezi Mungu peke yake, aliyeumba jua na mwezi na usiku na mchana, ikiwa nyinyi kweli mnamwabudu yeye peke yake. Ikiwa washirikina watajiona wakubwa hawafai kufuata amri yako, basi wewe usiudhike, kwani hao walio kwa Mola wako mlezi kwenye utakatifu wake, nao ni malaika, wanamtakasa yeye na kila upungufu katika kila wakati, usiku na mchana, wakimsafia ibada yeye tu, wala hawachoki kumsabihi. Na katika dalili za uweza wake mtukufu ni kwamba unaona, wewe unaweza kuona ardhi kavu tukiteremshia maji inatikisika kwa mimea na inaumuka na kuja juu. Hakika huyo aliyehuisha ardhi iliyokwisha kufa ndiye aliyeelekea kuhuisha wafu katika hayawani. Yeye ni mtimilifu wa uweza juu ya kila kitu. Aya hii inabainisha kwamba mawadi za mbolea ambazo ni chumvi zisizo na uhai, pindi zipatapo maji ya mvua huyayuka, na kwa hivyo husahilika kufikiria kwenye mbegu za mimea na mizizi yake. Hapo hugeuka kuingia katika halaya, yani cells na mifumo na viungo vilivyo hai, na kwa hivyo vinaonekana kuwa ni hai, na ukubwa wake hukua na kuzidi kwa kuingiana na kukuzwa na mimea. Hakika hao wanaoiacha njia iliyo sawa kwa mintarafu ya ishara zetu na wakaitupilia mbali kwa kukadhibisha, mambo yao hayatupotei sisi wala hayo wanayokusudia, nasi tutawalipa kama wanavyostahiki. Kwani anayetupwa katika moto ni bora au yule anayekuja naye halikatulia siku ya kiyama kwa kuokoka kwake na kila ovu? Kabisa hao hawalingani. Waambie kwa kuahidi, fanyeni mtakavyo. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kuzunguka kila kitu kwa jicho lake, naye atamlipa kila mmoja kwa amali yake. Hakika wanaoikataa Kurani tukufu inapowajia bila kuzingatia, watapata adhabu ambayo hapana mtu anayeweza kuikadiria. Wao wamepinga Kurani, nacho hakika ni kitabu kisichokuwa na mfano. Kinamshinda kila mwenye kukipinga, hakiingiliwi na upotofu usiokuwa na asili kwake kwa upande wowote ule. Kimeteremka kwa kufuatana kutokana na Mungu aliyetakasika na upuzi, msifiwa kwa wingi wa sifa kwa neema alizozitoa. Ewe Muhammad, huambiwe wewe na maadui wako ila kama walivyoambiwa mitume wa kabla yako na maadui wao, nayo ni matusi na kuambiwa mwongo. Hakika Muumba wako na mlezi wako na msamaha mwingi, na ni mwenye kuadhibu kwa machungu makubwa. Basi yeye humghufiria mwenye kutubu kwake na humtesa mwenye kushikilia na imba yake. Na lau tungelifanya Kurani kwa lugha kigeni kama walivyopendekeza baadhi ya hao wanaokera,
basi bila shaka wangelisema lau zingelibainishwa aya zake kwa ulimi tunaoufahamu. Kitabu hichi cha lugha ya kigeni na huyu mhubiri wake ni Mwarabu, yawaje haya? Ewe Mtume, waambie hii Kurani ni hivyo hivyo kama walivyoteremshwa waumini, si wengineo. Kuwa ni uongofu na poo zako waumini, kiwaokoe na ubabaishi na kiwaponyeshe na shaka. Na wasioamini wamekuwa kama katika masikio yao pana kizuizi, uziwi, nayo hii Kurani kwao ni upofu, hawaoni chochote ndani yake ila fitna tu. Hao makafiri ni kama wanaoitwa waiamini kwa umbali kabisa, hawausikii wito huo. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إن
إنه بكل شيء محيط. Na hakika tulimpa Musa kitabu, lakini pakatokea hitilafu kati yake, na lau kuwa halikwisha tangulia neno la Mola wako mlezi wangelihukumiwa. Na hakika wao wamo katika shaka yenye kuwatia wasiwasi. Anayetenda mema basi anajitendea mwenyewe nafsi yake, na mwenye kutenda uovu basi ni juu ya nafsi yake vile vile, wala Mola wako mlezi si mwenye kuwadhulumu waja. Ujuzi wa kuijua saa ya kiyama unarudishwa kwake tu Mwenyezi Mungu, na matunda hayatoki katika mafumba yake, wala mwanamke hachukui mimba wala hazai ila kwa kujua kwake. Na siku atakayowaita akawaambia, wako wapi washirika wangu? Hapo watasema, tunakiri kwako ya kwamba hapana miongoni mwetu anayeshuhudia hayo. Na wakawapotea wale waliokuwa wakiwaomba hapo kwanza, na wakawa na yakini kuwa hawana pa kukimbilia. Mwanadamu hachoki kuomba dua za kheri, na inapompata shari mara huvunjika moyo akakata tamaa. Na pindi tukimwonjesha rehema itokayo kwetu baada ya kumgusa dhara, bila shaka husema, haya na yastahiki mimi, wala sidhani kuwa kiama kitakuja. Na hata nikirudishwa kwa Mola wangu mlezi, bila shaka nina mema yangu kwake. Basi kwa yakini tutawaelezea waliokufuru hayo walioyatenda, na kwa yakini tutawaonjesha adhabu ngumu. Na tukimneemesha mwanadamu hugeuka na kujitenga upande, na inapomgusa shari huwa na madua marefu marefu. Sema, mnaonaje ikiwa haya yanatoka kwa Mwenyezi Mungu, nanyi ikawa ndiyo mmeyakataa? Ni nani aliyepotea zaidi kuliko aliye katika upinzani wa mbali? Tutawaonyesha ishara zetu katika upeo wa mbali na katika nafsi zao wenyewe, mpaka iwabainikie kwamba haya ni kweli. Je, haikutoshi kwamba Mola wako mlezi kuwa yeye ni shahidi wa kila kitu? Ama wao wamo katika shaka ya kukutana na Mola wao mlezi. Ama hakika yeye amekizunguka kila kitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Ninaapa kwa hakika tulimpa Musa Taurati, na watu wake wakakhtalifiana kwayo. Na lau ingelikuwa hukumu ya Mola wako mlezi haikuakhirishwa ewe Muhammadi mpaka muda maalum kwake, basi hapana shaka pangeamuliwa hukumu baina yako na hao kwa kuangolea mbali wanaokanusha. Na hakika makafiri katika kaumu yako wamo katika shaka na Kurani, na hiyo inawatia dhiki na wasiwasi. Mwenye kutenda vitendo vyema ujira wake ataupata mwenyewe, na mwenye kutenda uovu madhambi yake yatakuwa juu yake. Na Mola wako mlezi si mwenye kuwadhulumu waja wake, hata mtese mtu kwa dhambi za mwingine. Kwa Mwenyezi Mungu pekee yake ndiyo unarejea ujuzi wa kusimama saa ya kiyama. Matunda hayatoki kwenye vifuniko vyake, wala mwanamke hachukui mimba wala hazai ila yeye anajua. Nakumbuka siku ambayo Mwenyezi Mungu atawaita washirikina kwa kwakebei, awaambie, wako wapi hao washirika wangu mliokuwa mkiwaomba badala yangu? Watasema kwa kutahadhari, ewe Mwenyezi Mungu, tunakujuvya kuwa sisi hatuna kushuhudia kuwa wewe unamshirika yeyote. Na hao miungu ya ushirikina waliokuwa kiwaabudu watawapotea, na waliyakinika kuwa hawana kwa kukimbilia. Mwanadamu hachoki kumwomba Mola wake mlezi kwa kheri za kidunia. Ikimpata shari basi huwa mwingi wa kuikatia tamaa kheri na kuvunjika moyo hadi ya kwamba Mwenyezi Mungu hamuitiki dua yake. Tunapa tukimwonjesha mtu neema kwa fadhila yetu baada ya dhara kubwa iliyomsibu, bila shaka usema, hii neema niliyoipata ni haki yangu mimi, wala sidhani kuwa kiama kitakuja. Na ninaapa ikitokea nitarejeshwa kwa Mola wangu mlezi, basi na huko kwake bila shaka nitapata malipo mema. Lakini sisi tunaapa, hapana shaka tutawalipa waliokufuru siku ya kiyama kwa vitendo vyao, na hapana shaka tutawaonjesha adhabu kali iliyorindikwa juu kwa juu. Na tukimneemesha mtu huacha kutushukuru na akajitenga mbali na dini yetu, na tukimwonjesha shari basi huwa mwingi wa kuomba madua.
ewe Muhammadi waambie, hebu nambieni, ikiwa hii Kurani imetoka kwa Mwenyezi Mungu nanyi mkawa mnaikataa, basi nani aliyekuwa mbali mno na ukweli kuliko huyo aliye kinyume na haki? Karibuni hivi tutaonyesha hao wanaozikataa ishara zetu zenye kuonyesha ukweli wako katika pande za mbinguni na ardhi na katika nafsi zao wenyewe, mpaka yawadhihirikie ya kwamba uliowaletea ni haki tupu, si vinginevyo. Je, wanakataa kuwa sisi tunawaletea ishara hizo? Je, haitoshi kuwa Mola wako mlezi ni mwenye kukizunguka kila kitu? Ama hakika hawa makafiri wamo katika shaka kubwa kukutana na Mola wao mlezi, kwa sababu ya kuwa hawaamini kuvuliwa. Ama hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kukizunguka kila kitu kwa ujuzi wake na uwezo wake.